Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Hamza Mahane, ni kiongozi wa harakati katika nchi yetu ya Burundi kupitia Al-Huda na Al-Huda TV Burundi. Nimeonyesha jana wakati wanafunzi wetu pale Bujumbura katika madrasa yetu ya Al-Huda walivyorejea katika muhula wa tatu ambao ni troisieme trimestre. Alhamdulillah, Al-Huda tulifanikisha kuweza kuweka internat Islamic Al-Huda ambayo inayopatikana maeneo ya Gihanga. Tumefika salama alhamdulillah. Mama zangu kadri na hali wamejitahidi kutupokea vizuri kwa ushirikiano mkubwa wa kuweka nguvu na umoja katika kuweza kuutumikia Uislamu. Tayari nimeingia ndani, nimewaona watoto zangu, nimewaona watoto zetu ambao wako hapa kwa minajili ya kuweza kuhakikisha wanaisoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii ndio itakuwa faida yao baada ya sisi kuondoka, na wao watakuja kurisi na kuweza kuutumikia Uislamu. Wamependeza, wamevaa uniform kama zile ambazo zinazopatikana kwetu Bujumbura. Msafara wetu, nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa sadaka ya Cape Buja ambayo inapatikana pale South Africa, Cape Town. Ndugu zangu hawa ni wakimbizi wa South Africa ambao wamejiunga kwa pamoja wakatengeneza timu yao ya mpira. Timu yao hii ya mpira wakasema, Hamza, tufikishie sadaka yetu huku ambao na sisi huku Mungu atufanyie uwepesi. Alhamdulillah, amana yenu imefika, na nimeanzia kwanza kuwaona baadhi ya mama zangu ambao ni wajane. Nimesema nao, tumejifunza nao vitu vingi, lakini kwa sababu wametoka mbali kidogo, nimejitahidi kuweza kuiminya sadaka yenu, kuchangia nao kidogo, angalau ziwe pesa ndogo lakini zinaweza zikamsaidia mtu. Na tuyafanye haya kama maonyesho, tunayafanya haya kama hamasa kwa wale ambao wana uwezo, wana utajiri, kwa kuamini kwamba kutoa siku zote si utajiri, ni roho ya mapenzi ambayo tunaikamilisha hapa. Watoto zangu kwa ushirikiano pamoja mimi nao tuliweza kuhakikisha angalau hata kama ni pipi, hata kama ni juisi, hata kama ni maji, tuchangie nao. Ili pia linaweka baraka, ili pia linaweka nuru katika harakati zetu. Internat Islamic Al-Huda inapatikana hapa kwetu Gihanga. Anapotokea mmoja katika watu wa Gihanga amefariki, tunajitahidi sana kuweza kutoa sanda, tunajitahidi sana kuweza kutoa pamba, tunajitahidi kuweza kutoa sabuni, vitumikisho vyote ambavyo vinaweza vikamsaidia maiti kuweza kumstiri kwa namna moja wala nyingine. Tunatoa bure alhamdulillah. Na tushalifanya hili ndugu zangu wa Cape Buja ambao wa South Africa, na nyinyi nikasema isi hivi mikono mitupu. Tumewekeza rulo za sanda kwa lengo likubwa sana, si za kuuzisha. Hizi zinatangulia huko akhera, na sisi siku ambapo Mungu atatuingiza kaburini tutakuwa tumekutana na wema ambao tumeuacha hapa duniani. Alhamdulillah, nimewekeza angalau pampexi kwa watoto mapacha hao ambao unawaona hao watoto ni mapacha. Alhamdulillah, nikasema pampexi hizi hapa na wenyewe pia tuweze kuwakabidhi kama nafasi kwa watoto, tuweze kuongeza upendo. Pia tunatamani kufanya vikubwa zaidi ya hivi, lakini hivi vidogo tunavifanya kwa mahaba na mapenzi yaliyokuwa makubwa sana kwelikweli. Mwisho tumewekeza nia, mwisho tumewekeza nguvu kwamba tarehe 25 mwezi huu wa 4 2026 tutatahirisha tena hapo wengine watoto ambao wakiwa watoto wa Kiislamu, lakini kadhalika watoto mayatima, kadhalika watoto wa Kikristo. Nia yetu sisi wafanyiwe sunna hii ambayo ni haki ya Muislamu. Katika haki 5 ambazo Muislamu ana haki ya kumfanyia mwenzake ni kumjali na kuweza kumtembelea, na mengi katika hayo sisi tunaweza kulifanya hili. Na we Mungu anaweza akakuruzuku, akakupa uwezo. Nisemeshe Hamza, watoto 5 kwa tahiri ni ngapi? Niingize sadaka yangu ya siri. Wallahi Mungu atakukutanisha na wema huu. Hatuwezi tukafanikisha haya bila kuwa na nguvu za walimu ambao wanakubali kujitolea muda wao, wanakubali kutenga juhudi zao, ndio wanatukusanyia hawa watoto, na wao ni haki yao. Kila mwisho wa mwezi tunaminya angalau sabuni kama malipo katika hali ya kuweza kufundisha na kuweza kuutangaza Uislamu katika maeneo haya. Nimalize kuwashukuru Waislamu wote ambao wanaendelea kuwa pamoja nami, mama zangu wa Al-Huda Bujumbura, mama zangu wa Al-Huda waliokuwa nje na ndani ya Burundi. Aminini kwamba mwanao, mtoto wenu niko hapa Burundi,
Lengo hasa si kujitangaza ili watu tu wanione, lengo ni kujitangaza ili kuutumikia Uislamu. Na mimi namuomba Mungu anisame pale ambapo nitakapokuwa nakosea, lakini Mungu aniongoze pale ambapo nitakapokuwa nimepatia. Mashekhe, milango yetu iko wazi, wanadini milango iko wazi. Ni Gihanga hapa ambao tunaendelea kuutangaza Uislamu. Mungu aendelee kutubariki na atupe mwisho uliokuwa mwema. Mimi ni Hamza Mahane. Nitoa wito mwingine kwamba laidi kubwa ni kesho kutwa, ambao wana haki pia ya kuweza kupata nyama, kwa tafsiri yake kwamba tunaweza tukachinja, na Alhuda zoezi hili huwa tunalifanya vizuri sana. Nikuombe mamangu popote huko ndani na nje ya Burundi, hebu tazama maeneo ya ndugu zetu hawa, tukamwaga damu, tukachinja kwa sadaka yako ya siku ya Idi. Wengine wako katika mlima wa Arafa wanamuomba Mungu, na sisi tutakuwa tumeswaumu. Kesho asubuhi yake siku ya Idi tunachinja bismillah, kwa nia yako, kwa nia ya sadaka yako, angalau mbuzi mmoja tu. Alhamdulillah, yuko mtu mmoja ameniambia, Hamza, niulizie mbuzi mmoja bei yake ni ngapi? Kwa kipindi hichi kidogo, kwa kuwa sherehe au laidi kubwa bado, mbuzi kidogo bei yake inakuwa ni hafifu sana, inakuwa sio kubwa. Mmoja ameniambia, Hamza, mimi nitachukua mbuzi zangu 2 na itanguliza sadaka yangu, nina pesa za mbuzi 2, alhamdulillah. Na kwa hapa Gihanga na unaweza ukawekeza mbuzi zako 2 mapema hivi kabla bei haijakuwa kubwa, zikahifadhika hapa, tunaweza tukajikutana hapa tumewachinjia angalau mbuzi 5, mbuzi 10, hapa ukipiga mahesabu ukitoa laki zako 3.5 mpaka laki 4, unampata mbuzi ambaye aliyekamilika na amenona, na muda wake bado tungaliki nao. Unaweza ukaingia katika miongoni mwa watu, na hapa laidi kubwa tukachangia na kuchinja pamoja na watoto zetu. Al Huda, mwongozo wa jamii.